Mlango wa friji ulijifungua wenyewe saa 6 kamili usiku. Sakafu ilianza kujifagia bila mtu kushika ufagio. Na sauti ya kicheko cha wanawake ilisikika jikoni, wakati kila mtu alikuwa amelala. Siku hiyo, ndipo mama mwenye nyumba alijua kuwa hakuwa anaishi na mfanyakazi wa kawaida. Ilikuwa ni familia ya mjini, wanaishi kwenye nyumba yao katika mtaa wenye shughuli nyingi. Asubuhi wote huondoka mapema, wazazi kazini, watoto mashuleni. Walihitaji mfanyakazi wa ndani wa kuwasaidia kazi kwa sababu ratiba zao zilikuwa ngumu sana. Baada ya kutafuta kwa muda mrefu, akaja binti mmoja. Alikuwa mtulivu, mwenye heshima na hakuwa mzungumzaji sana. Aliahidi kufanya kazi kwa bidii. Na kweli, alionekana kama baraka. Siku za kwanza nyumba ilikuwa inang'aa. Sebule ilipendeza kama hotelini. Vyombo vilipangwa kama dukani. Vitanda vilitandikwa kwa ustadi wa hali ya juu. Hata majirani walishangaa. Mmepata mfanyakazi mzuri sana, mmoja aliwahi kusema. Lakini polepole mambo ya ajabu yakaanza kujitokeza. Siku ambazo familia ilikuwa nyumbani, hasa wikendi, kazi hazifanyiki vizuri. Vyombo vinaachwa vichafu. Sakafu haifagiliwi mapema. Chakula kinachelewa. Lakini siku ambazo wote wametoka, wanaporudi jioni, nyumba inang'aa kupita kawaida. Hali hiyo ilianza kuleta maswali. Kwa nini akiwa na watu nyumbani, nguvu zake zinaisha? Mama mwenye nyumba akaanza kupata mashaka. Lakini hakutaka kuhukumu haraka. Siku moja aliamua kufanya jaribio. Aliondoka asubuhi kama kawaida, lakini hakwenda mbali. Alirudi kimya kimya baada ya dakika kadhaa na kujificha kwenye stoo ndogo ya nyuma ya nyumba. Ndani kulikuwa kimya. Dakika 20 baadaye, alisikia sauti ya mfanyakazi ikisema kwa sauti ya ajabu, "Njoo haraka, muda ni mfupi." Ghafla upepo mkali ulipita ndani ya nyumba iliyokuwa imefungwa madirisha. Pazia zikaanza kutikisika bila dirisha kufunguliwa. Mlango wa nyuma ukafunguka taratibu. Ndani wakaingia wanawake watatu waliovalia nguo nyeusi. Macho yao yalikuwa makali, nyuso zao hazikuonekana vizuri. Kazi zikaanza kufanyika kwa kasi isiyo ya kawaida. Ufagio ulisogea sakafuni peke yake. Vyombo vilioshwa bila mtu kuonekana akivigusa. Nguo zilijikunja na kupangwa kabatini. Walikuwa wanacheka kwa sauti ya chini. Mama wa nyumba alitetemeka. Alishika mdomo wake kuzuia kupiga kelele. Baada ya muda mfupi, nyumba ilikuwa safi kuliko kawaida. Wanawake wale wakasema, "Kesho ni zamu yako kuja kutusaidia." Mfanyakazi akaitikia kwa kichwa. Ghafla wote wakatoweka kama moshi. Mama mwenye nyumba alihisi miguu imelegea. Aligundua hakuwa anaishi na mfanyakazi wa kawaida. Alikuwa anaishi na mchawi. Jioni alimweleza mumewe kila kitu. Mwanzoni alidhani ni hofu tu au mawazo. Lakini alipoona jinsi mkewe alivyoogopa, aliamua wasichukulie jambo hilo kwa mzaha. Waliamua kumwondoa kwa amani. Asubuhi iliyofuata, walimuita mfanyakazi na kumwambia kuwa hawatahitaji huduma yake tena. Aliwatazama kwa sekunde chache, macho yake yakibadilika kwa namna ya kutisha. Aliondoka bila malalamiko yoyote. Baada ya kuondoka kwake, nyumba ilirudi hali ya kawaida. Hakukuwa tena na sauti za ajabu usiku. Hakukuwa na upepo wa ghafla ndani ya nyumba.